Kwenye maisha ambayo tunaishi tunapambana na vitu vingi sana, hasa katika harakati za kutafuta maisha na katika namna nyingine za maisha ya hapa duniani. Lakini katika harakati hizo tunazopitia ili kufikia malengo, kuna vikwazo au vizuizi ambavyo tunakutana navyo kwenye maisha. Hakuna mtu anayeweza kufanikiwa bila kukutana na vikwazo au vizuizi katika maisha. Uwe mfanya biashara, kuna vikwazo na vizuizi utakutana navyo. Uwe mkulima, kuna vikwazo na vizuizi utakutana navyo. Lakini nini kinakufanya wewe ufikie kwenye hatima ya kufanikiwa? Ni ile juhudi yako ya wewe kuendelea kupambana bila kuangalia vikwazo au vizuizi vinavyoinuka katikati ya safari. Inawezekana ukawa unafanya biashara, mtaji ukafa, ukapata mtaji mwingine ukafa, ukapata mtaji mwingine ukafa. Wakainuka watu ambao wakaanza kukuzungumzia kwa kile ambacho unakipitia. Wasema huyu amnaga kitu anafanya akafanikiwa, kila anachokifanya huwa kinaharibika. Inawezekana wakuita hata labda mtu mwenye mikosi, inawezekana wakakuona mtu fulani ambaye labda una roho ya kuto kufanikiwa. Nataka nikwambie hivi, huna sababu ya kujitetea mbele za watu. Huna sababu ya kujitetea mbele za watu, kwa kuwa unafanya hilo jambo na unaamini ndani ya hilo jambo kuna matokeo yatatokea, hata kama unaenda kwa kuanguka na kuinuka. Endelea kufanya, usitafute namna ya kujitetea kwa watu. Kuna vitu vingine unaweza kuvifanya ni vya maana, wala isiwe biashara. Katika maisha ya kawaida kuna vitu unaweza kuvifanya ni vya maana kwako au na kwa watoto wako kwa siku za baadaye, lakini watu wanaokutazama wasielewe faida ya hicho kitu unachokifanya leo, wakainuka na wakaanza kuhoji juu ya jambo unalolifanya. Usijitetee, wala usipate shida ya kujielezea sana, kwa kuwa haufanyi hicho kitu kwa mapenzi ya watu, unafanya hicho kitu kwa mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Kifanye. Ukiwapa watu nafasi ukaanza kujitetea kwao, unajua ile biashara ilikufa kwa sababu hii, huko ni kujitetea. Usijitetee. Ilikufa, unafanya nini sasa? Mungu anajua. Usijitetee. Kujitetea kwako kunaonyesha udhaifu juu ya kile ulichokuwa unakifanya. Unapojitetea unaonyesha udhaifu juu ya kile ambacho ulikiamini na ukasema lazima nikifanye, lakini katikati ya safari kuna mambo yakatokea, hiyo safari ikaanza kuwa ngumu, watu wakainuka kutaka kuuliza mwendo wa safari yako. Usijitetee, maana kuna watu hawawezi kukuelewa mpaka ufike mwisho wa safari yako, ndio wataanza kukuelewa. Si kila jambo unalolifanya watu watakuelewa unavyoanza. Wengi tunapoanza kazi, tunapoanza biashara, tunapoanza maisha huwa hawatuelewi, na usilazimishe kila mtu akuelewe kwenye jambo la kwako. Inawezekana hata swala la imani yako kuna watu hawakuelewi, na una sababu ya kujitetea ili wakuelewe. Waache wasiendelee kukuelewa, ila mwisho wa safari yako watakuelewa wenyewe bila kuelekeza. Kama walizoea kukuona kila ifikapo saa 10 umevaa vizuri, unaelekea baa fulani, unaelekea kiwanja fulani, mambo yamebadilika. Sasa hivi Yesu ameingia ndani yako, manake inapofika saa 9
kujitetea, hawatakuelewa hata ukijitetea. Hawezi kukuelewa. Kanisani ndio kiasi. Si uendeke tu Jumapili. Anaanza kukupa na ushauri wa kuendeke tu Jumapili. Kiona mtu ameenda mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu na anatamani kwenda, elewa kuna kitu ambacho kinaumbika ndani yake, kinatengenezwa ndani yake, kinaundwa ndani ya moyo wake. Hicho kitu hakiwezi kuleta matokeo leo, ila kesho kitaleta matokeo makubwa.